Mpito wangu kutoka hospitali kwenda nyumbani ulikuwa kwa njia moja nilifurahi kutoka hospitali na kwa njia nyingine utakuwa umekwama nyumbani siku nzima ukitegemea kila mtu. Hapa ndipo familia inasaidia sana. Kuwa na binti yangu na wajukuu walikusaidia kusahau hali yako kwa sababu watoto hawajui tofauti. Kwao wewe bado ni mtu yule yule. Nilihitaji kuwa na kiti cha magurudumu kwa muda. Nilihitaji kuwa na mtu wa kuniosha, kuwa na vifaa vya bafuni, chooni, hata kutoka kitandani, kuwa na vitu vyote hivyo. Sikuwa na fimbo ya kutembelea na mara nyingi nilikuwa nikigonga kuta, njia na kadhalika. Na hizo ndizo vitu ninavyofia kwa sababu hujui nini kipo mbele. Lakini unaweka kando na kuendelea na kila hatua unachukua unajikita hata sasa ninapotembea. Kuweka mguu chini vizuri, kuinua vizuri, kuzuia kuteleza. Bado ninafanya hivyo hata baada ya miaka 4. Kwa hiyo ni uvumilivu tu. Matarajio yangu ya kile nilichokuwa nacho kabla ya kiharusi na sasa yamebadilika kwa heshima kwamba nimejifunza kukubali kuna mipaka ya kile ninachoweza kufanya. Nadhani ndio, sijui. Nadhani tuishi siku moja kwa wakati. Mara nyingi nimekuwa nikisema, acha dakika hii ipite, nasubiri hadi dakika inayofuata, saa inayofuata, siku inayofuata. Wakati mwingine unahitaji tu kuachilia na kuweka matumaini yako juu. Nadhani mwaka wangu wa kwanza ulikuwa mbaya zaidi kwa sababu wanasema asilimia kubwa ya watu wanaokufa baada ya kiharusi cha kwanza si nzuri. Kwa hiyo hilo lilinisumbua hadi mwaka huo ulipopita na kisha nikafikiria, sawa, unajua mwaka umepita kwa hiyo nitakuwa sawa. Kwa hiyo nadhani unahitaji kuwa na mtazamo mzuri, mtazamo wa afya ili kuishi baada ya kiharusi. Shambulio la moyo, watu wanaweza kuwa nalo, wanatibiwa, wanarudi tena baada ya mwaka. Kiharusi kinaonekana kuwa kitu cha maisha yote, kama hufanyi kazi juu yake, kama wanavyosema, kama unatumia au unapoteza. Na mimi daima ninashikilia kauli hiyo. Jaribu kutumia kila kitu unachoweza, hata unajua, hata vijiti na mawe, au chochote unachoweza kuinua. Fanya mazoezi ya kuinua, kurusha, chochote, endelea tu. Naam, uzoefu wa kurudi nyumbani kutoka hospitali ni mabadiliko makubwa kwangu kwa sababu nimekuwa nikiishi hospitalini kwa miezi 3 na pia msaada wao upo na watu na wao wananiangalia, chakula na kutandika kitanda changu na kunitunza kila wakati ikiwa nina mahitaji. Lakini baada ya kurudi nyumbani nililazimika kuishi na mke wangu na mwanzoni na mimi sikulala. Mimi nililala katika chumba kingine kwa sababu nilihisi kwamba nilikuwa maskini sana katika harakati zangu. Kwa hiyo nililazimika kulala peke yangu badala ya kuishi na mke wangu. Na pia tabia na zile nilizokuwa nazo kabla ya kiharusi changu zote zilibadilika. Sasa na mke wangu alifanya mapishi yote na alifanya kufua vyombo na sikuweza kumsaidia hata kidogo. Na kwa hiyo niligundua kwamba nilikuwa
tulivu sana na kila kitu nilichohitaji kusikiliza mke wangu badala ya mimi kufanya kama nilivyopenda hapo awali. Ni wakati tu nilipotoka hospitalini, huo ndio ulikuwa wakati wa huzuni. Kwa sababu ilikuwa tu, unajua, nilikuwa tu nimepata kiharusi, nilikuwa kwenye dawa hizi zote. Kile ambacho sikujua ni nini cha kufanya na jinsi unavyojua na ni umbali gani ninaweza kwenda kama kwenda kutembea. Je, ni jambo zuri kufanya? Kwa hiyo ilikuwa sana inasisitiza, unajua. Hasa unapoelewa kwamba huwezi kuzungumza, huwezi kutumia mkono wako wa kulia, unajua. Kwa hiyo nitakuwa ya kusikitisha. Ilikuwa kweli na ilikuwa kwangu, na kama nilivyosema, ikiwa kuna chochote, tulilazimika kufanya kazi kupitia sisi wenyewe. Na ndio, na kusema tu kwa kila mmoja, naam, hiki ndicho tutakachofanya. Hiki ndicho tutakachofanya ili kuendelea. Kwa hiyo hicho ndicho tulicholazimika kufanya. Badala ya kwenda kwa malengo, nilichukua siku kwa siku. Na kila siku ilikwenda tu vizuri. Kila siku ilikuwa tu siku nzuri. Ilikuwa kama, ndio sawa, hiyo ni nzuri. Tutafanya hivi siku inayofuata. Unajua, kama kusema kwa binti yangu, unaweza kuja kunisaidia kufua. Na kisha atasema, hapana, njoo. Unaweza kufanya hivyo mama. Na kisha, hey, kwangu ilikuwa kama, ndio, naweza kufanya hivyo. Au, naweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ilikuwa kama kurudi kwenye misingi, kwangu, unajua. Ilikuwa kweli. Kwa hiyo na hiyo ilikuwa ngumu kwangu kwa sababu nilikuwa tayari nimejifunza misingi, unajua, na kuwa na watoto wangu wote. Lakini nililazimika kurudi kwenye misingi tena, unajua. Kujua jinsi ya kufua tena, unajua. Kujua jinsi ya kusema jina langu, namba yangu ya simu. Kwa hiyo ilikuwa yote kurudi kwenye misingi. Nilipotoka hospitalini, ndio nilikuwa naogopa kweli kwa sababu nilijua nilikuwa narudi nyumbani na tulikuwa na nyumba kubwa sana na ilikuwa tu mimi na mume wangu. Na nilikuwa nikifikiria nitaitunzaje nyumba hii? Nitafanya nini? Mume wangu anafanya kazi kwa bidii. Mungu wangu, hapana. Siwezi kumtunza vizuri au sitaweza kwa wakati huu. Lakini hata hivyo, tulilazimika kufanya marekebisho. Ndio ambapo tulihama. Tulilazimika kuhama nyumba na kuhamia na watu wengine ambao, unajua, wangeweza kutusaidia na kutunga mkono. Tulielezea kwao, unajua, jinsi ilivyokuwa kwetu na jinsi ilivyokuwa kwangu, na kwa hiyo walikuwa na ufahamu wa jinsi wanavyoweza kusaidia. Kwa sababu wakati mwingine niligundua kwamba, unajua, ningehitaji nafasi au ningekuwa peke yangu na sikutaka kufikiria, unajua, anakuwa wa ajabu au kwa hiyo mambo kama hayo yalikuwa muhimu kwa sababu unahitaji kuwa peke yako wakati mwingine, unajua, wakati wa utulivu, nafasi ya utulivu. Ndio. Wakati ulikuwa mimi kuondoka hospitalini, mimi nilikuwa na wazo hili likipita akilini mwangu, ikiwa nina uwezo wa kuwa uko nje. Ilikuwa kama kwenda kwenye eneo lisilo na watu, unajua. Wewe umezoea kuwa hospitalini na chini ya uangalizi na msaada na yote hayo, kwamba utatembea kwenye barafu nyembamba huko nje wakati wowote utaanguka, unajua. Kwa hiyo, unajua, na mwanangu aliniambia, usijali baba, hii ndio hiyo. Unajua, na hiyo, unajua, namaanisha lazima ukubali, huwezi kukaa hospitalini. Namaanisha watu wanapaswa kufurahi wanapotoka, wanapona, unajua. Lakini mimi nilihisi bila msaada wao, unajua. Kwa sababu kila mara nilikuwa na muuguzi pale au mtu pale iwapo nitaanguka, na nilikuwa nitaenda nje kwenye dunia, unajua. Magari yanakwenda huku na kule na watu wanatembea hapa na pale na yote hayo. Na hawatakuwa na wasiwasi kuhusu mtu ambaye hawezi kutembea vizuri. Watakusukuma tu na kupita. Lakini hapana, wakati mwanangu alisema hapana, njoo. Angalia kwa mtazamo chanya, njoo. Unajua, na kama hiyo aina ya ndio, kwa nini isiwe hivyo? Na kisha nikaenda nje na nikarudi nyumbani na wote walijua cha kufanya kwa sababu walikuja hospitalini,
waliniona nikisaidiwa hapa na pale, lakini nilisema hapana, tutaona jinsi ninavyokwenda, unajua, lakini sikuweza kuhimili. Kwa hiyo bila wao nilikuwa nitajaribu kuwa mjanja na kufanya mambo peke yangu, lakini hapana. Na kwa hivyo binti yangu au mwanangu yoyote aliyekuwepo angenisaidia katika mambo mengi, unajua. Na kadri muda ulivyopita nilipata, unajua, ujasiri, na kisha unajua, unahitaji kuweka kila kitu kando na kuzingatia lengo lako ni kujaribu kujitegemea, na unajua, bila msaada, unajua. Na hadi sasa inafanya kazi. Kweli, kurudi nyumbani nilikuwa nangojea kwa hamu. Nilijiuliza jinsi nitakavyoweza kuhimili, lakini nilikuwa nimeamua kufanya mwenyewe kadri niwezavyo. Kwa hiyo niliondoka hospitalini, nikaingia kwenye gari, nikatembea hadi kwenye gari, na nikaingia kwenye gari vizuri, na nikafikiria hii ilikuwa nzuri. Ninaenda nyumbani. Nilikuwa na hasira pia kwamba ilinitokea, lakini nilijua sikuweza kufanya chochote zaidi kuhusu hilo. Mara baada ya kufika nyumbani, nilitulia kwa muda mrefu. Kisha ikawa wakati wa kutoka na kukutana na watu. Hiyo ilikuwa ngumu sana. Sikutaka shughuli nyingi. Sikuwa na wasiwasi kuhusu kurudi nyumbani. Nilikuwa na wasiwasi kuhusu kuweka shinikizo kwa familia yangu. Na ndiyo sababu nilikuwa na wasiwasi kuhusu. Nilifanya maisha yangu yote, nilikuwa huru na kuweka wao, kuwafanya kunijali ilikuwa hapana kwangu. Lakini iliweza hadi sasa, kwa muda mrefu sasa, kuwa huru au kujaribu kuwa huru. Na hiyo inasaidia kupunguza shinikizo kwa familia yangu. Wasiwe na wasiwasi, wasijishughulishe sana na mimi. Ndiyo,